huwezi kuacha kumtaja Rayvanny Vanny Boy. Sasa leo ninakuletea listi ambazo hata wewe mwenyewe binafsi katika kipindi cha kwako katika muziki umeshazisikia, lakini nafikiri umeshasahau kwamba Rayvanny alishawahi kufanya ngoma hii na Diamond Platnumz, na ilikuwa kuaje na ilifanyaje. Sasa mimi ninakupa zile latest, alafu baada ya hapo ndo tunarudi kwenye hizi ambazo ni za nyuma kidogo. Unaijua Nesa Nesa humo ndani Diamond Platnumz ameshirikishwa tena na Vanny Boy, tena na mnyama mkali kutoka katika nchi ya South Africa, na maanisha kwamba Khalili ambaye alishirikishwa tena kwenye ngoma ya kwa Diamond Platnumz ambayo inasumbua sana dunia kwa sasa, Koma Sava. Baada ya hapo ninakuleta kwenye ngoma inaitwa Nitongoze. Ngoma hii pia mwamba Rayvanny Vanny Boy aliweza tena kumshirikisha tena Diamond Platnumz. Baada ya yote haya kuweza basi kusambaa katika mitandao ya kijamii kwamba Rayvanny Vanny Boy ameweza kutoka katika lebo ya WCB, lakini pia kwake Diamond Platnumz aliendelea basi kujishikiza hapa kwake Rayvanny. Baada ya muda mfupi Diamond Platnumz ametoa naye ngoma hii na mambo yameenda vizuri. Baada ya hapo watu wengi wakawa wanaongelea jambo hili, imekuwa kwaje na imeendaje, sababu ni kitu ambacho watu walikuwa hawa expect baada ya Rayvanny kutoka katika lebo ya WCB. Baada ya hapo na kuleta basi kwenye ngoma inaitwa Woza ni moja kati ya ngoma ambayo ilitoka katika kipindi cha nyuma. Ngoma hii ilikuwa ikilia sana. Ngoma hii ilikuwa ni ya kwake Rayvanny Vanny Boy. Bahati mbaya haikuweza kupata video mpaka kwa hivi sasa. Ni moja kati ya ngoma ambayo mlio wake ni tofauti kabisa. Beat kali, mwendeleo mkali, verses za kutosha. Ni moja kati ya ngoma ambayo ni kali sana. Sasa tunarudi hapa kwenye latest song ambazo zimetoka mwaka 2024. Kuna ngoma inaitwa Yaya ambayo uko ndani yupo Juxi, yuko Diamond Platnumz, yuko Rayvanny pamoja na mwamba anaitwa DJ Ali B. Sasa hii ni moja kati ya ngoma ambayo pia Rayvanny ameweza tena kumshirikisha Diamond Platnumz, na pamoja na haya yote ngoma hii imezidi kufanya vizuri katika ulimwengu wa burudani. Sasa tukirudi tena katika ngoma ambayo inaitwa Vumbi, Timua Vumbi. Hii ni moja kati ya ngoma nayo ambayo ilikosa video, ilikuwa produced by Yes2Kids, huyu ambaye mpaka hivi sasa wanafanya naye kazi. Diamond Platnumz alikuwa ameshirikishwa, Rayvanny ndo alikuwa mwenye nyimbo. Pamoja na haya yote Ayolaiza ndo alifanya mixing. Sasa tunarudi kwenye ngoma inaitwa Mwanza Nyegezi. Ni moja kati ya ngoma ambayo ilifungiwa kwa kipindi cha nyuma, ila baada ya hapo ndio ikaweza kutoka ngoma tena inaitwa Tetema, baada ya WCB kuwa na mpango na mkakati wa kuweza kuachia ngoma pamoja na Diamond Platnumz wakiwa ameshirikishwa na Rayvanny. Pamoja na haya yote basi, kama tunaikumbuka ngoma ya kwake Diamond Platnumz, ngoma inaitwa Yena. Sasa ngoma ile Diamond Platnumz aliweza kumshirikisha Vanny Boy. Vanny Boy huko ndani alikuwa ndiye mwamba ambaye ameshirikishwa. Lakini pamoja na yote unaweza tukapata majibu kwamba jibu letu na swali letu la kwanza tulisema kwamba Rayvanny amefanya ngoma nyingi sana na Diamond Platnumz. Pamoja na haya yote Rayvanny huko ndani tena akawa ameshirikishwa. Sasa tunarudi kwenye ngoma inaitwa Amaboko. Ngoma hii katika kipindi cha nyuma pia iliweza kusumbua sana. Ngoma ilikuwa na dance vision na watu walikuwa wamefurahishwa nayo sana. Kipindi hicho ndo kwanza director Kenny yupo katika lebo ya WCB. Yeye ndo alihusika katika swala zima la kushuti video hii. Sasa tunarudi katika ngoma ambayo ilisumbua sana kwa kipindi cha nyuma, ambayo ngoma hii ilikuwa ni ya Saida Karoli, ambayo ngoma hii inaitwa Salome. Humo ndani alikuwa mastaa tofauti, alikuwepo Tunda, alikuwepo ambaye sasa hivi basi ni moja kati ya mwanadada ambaye ni superstar sana katika nchi ya Tanzania, huyo anamuita Hamisa Mobeto. Pamoja na yote humo ndani Vanny Boy alikuwa ameshirikishwa. Sasa tunarudi kwenye ngoma ambayo inasumbua ulimwengu. Ngoma hii bado mpaka kwa hivi sasa katika nchi ya Tanzania tuna listi ya ngoma nyingi sana ambazo zinafanya vizuri duniani, ila Tetema huwezi kuacha kuitaja. Tetema ni moja kati ya ngoma ambayo inafanya vizuri sana duniani. Pamoja na yote naweza ngasema kwamba Vanny Boy ndio moja kati ya kijana katika nchi aliyepata collaboration nyingi sana na Diamond Platnumz, na wameshirikiana kwenye mambo mengi. Pamoja na kwamba wameonekana kwenye collab, ila pia kuna mambo mengine mengi ambayo tumeweza kuyaona. Kuna ngoma pia Feed Q ambayo ameshafanya na Diamond Platnumz. Ngoma hiyo iliitwa Fresh. Humo ndani tena Rayvanny alihusishwa. Kuna kazi nyingi sana ambazo inaonekana, hata kuna nyingine ambazo hazijatoka. Vanny Boy chemistry yake pamoja na Diamond Platnumz wanapokutana wanafanya kitu ambacho ni kizuri sana. Sitakuwa na zaidi kwa muda huu. Haya ndio yaliyojiri katika mtandao wa kijamii, na mimi ni Pablo. Bye bye.